عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه، والصلاة والسلام على سيد رسله وأنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع أهل ولائه، أما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويقول أحد الشعراء: لعمرك لو ساويت قارون في الغنى وساويت نوحا ثم لقمان في العمر ونلت الذي كان ابن داود ناله أليس قضى الله المصير إلى القبر فإن كنت لا تدري متى الموت فاعلما بأنك لا تبقى إلى آخر الدهر. الإخوة الكرام، tumeambiwa mwisho ni saa 4 na ishafika, sijui imekuwa dakika ngapi? Ndugu zangu, Qur'ani katika sura Al-Imran ilipowataja ahlul kitab ilituambia jumla hii laisu sawa. Jumla hii tuweza tukaitia kula mahala: al-anbiya'u laysu sawa, al-mursalun laysu sawa, al-awliya'u laysu sawa, al-ulama'u laysu sawa, al-ahya'u laysu sawa, wal-amwatu laysu sawa. Cheza nayo ipeleke huku na huku na huku na itakubali. Watu si sawa sawa katika hali zote. Pale tunaposikia lugha wote ni sawa sawa, zile ni ahadith ambazo kwamba bisanad muttasil ila shaytan, kwamba watu ni sawa sawa. Lakini Qur'ani yakataa hivyo, hadithi za mtume zakataa hivyo, na waqi ambao kwamba yaishuhu nnas pia wakataa kuwa hivyo. Laisu sawa, watu hawako sawa sawa, na ndio kuumba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumehudhuria katika msiba huu ambao na misiba pia laisa sawa, haiko sawa sawa msiba ndugu yetu ambaye mudiri wa Shams al-Maarif alikuwa akitaja mzee mwingi, alikuwa akishtuka. Pengine kuna wengine kama hakuna khalfiyat au zito zilizotambuliwa utafikiria ni ule mzee mwingi alikuwa rais, al-Ustadh Mwinyi, au mzee ndugu yetu sahabu yetu Mwinyi, ambaye tumwombea rehema, tumwombea mazuri. Na Sheikh Yusuf Muhammad Kidago amezungumza kuhusu Sheikh Mwinyi, mtu ambaye ameamiliana naye zaidi ya miaka 20. Sidhani kama katika sisi kuna mwenye kumjua almarhum ndugu yetu Mwinyi zaidi yake yeye. Na limithli hadha falyamal al'amilun, limithli hadha falyamal al'amilun. Mfano wa hali hii, mfano mazuri haya, basi wenye kufanya na wafanye, na wenye kujitahidi wajitahidi. Famal mar'u illa hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan mimman wa'a. Mwanadamu wamal mar'u, hakuwa mtu illa hadithun ba'dahu, ila ni mazungumzo baada yake. Baada katika wahai tumekaa pamoja, mimi nikiondoka mtanizungumza, tumekaa pamoja, wewe ukiondoka utazungumzwa.
hivi sisi tumesimama hapa, mkiondoka mtazungumza na sisi pia kuna wengine tutawazungumza. Mwanadamu yoyote baada yake ni kuzungumzwa. Sasa kuna kuondoka baada katika hali kama hii kwamba amekufa sasa. Wama almar'u illa hadithun ba'dahu, hakuwa mtu ila ni mazungumzo baada yake. Fakul hadithan hasanan mimman wa'a, kuwa ni mazungumzo mazuri kwa wale ambao kusikia habari zako. Mwenye kuhifadhi habari zako ile amehifadhi habari nzuri, amesikia mazuri, amepokea kuridhisha, kama namna tulivyomsikia Sheikh Yusuf hapa, tulivyomsikia mudiri Shamsul Maarif, tulivyomsikia Sheikh Abdallah kule. Mazungumzo mazuri ambayo atajwa almarhum ndugu yetu mwenyewe, wala si kupamba. Ndio kuna jina zingine kama tunavyosikia mashaka zetu kule Misri, kuna chama kasa jama, sio chama. Mtu akifa huletwa chama fulani, kikamtaja yule mtu kwa mazuri hata kama hana, lakini viko vyama hivyo. Tumemsikia marati mwalimu wetu mwenye baba kwamba Misri kuna vyama, mtu akifa huletwa kaja kwa msifu tu, pengine hana kama yale mazuri. Lakini sisi ni chama, sisi sio chama wala hatukupangwa, lakini tumzungumza ndugu yetu Mwinyi namna alivyoishi. Mwenye huyu atuhusu sote hapa, na lau sikutuhusu tusingelikuja. Kuna kutuhusu kidamu, kuna kutuhusu kidini. Sasa kama hukumpata kidamu lakini umempata kidini. Mimi kuna vijana walia huko mjomba sababu Mwinyi na mama yao ni baba mmoja mama mmoja. Vijana hao mimi ni ami yao, vijana almarhum Kombo Muhammad Kidege, mimi ndugu yangu, wanashangazi kwa mjomba. Vijana wake wamefelewa ni mjomba wao leo. Hassan yule Kusanima ni mkwa wangu, wamefelewa ndugu yake. Sheikh Muniri huyu na Sheikh Shuaib ndugu zangu hawa wamefelewa ndugu yao. Kwa hiyo na mimi nihusu sio kidini, kidamu. Kwa hiyo kama hakukuhusu kidini, hakuhusu kidamu. Na pengine ni yote mawili unayo ndio yamekuleta. Ndugu zangu, mimi nitaka kutoa maneno ya hikma matatu tu, kisha nina mashairi nimeandika hapa sababu kariha yangu imekataa ila kumwandikia ndugu yangu Mwinyi mashairi. Nimeandika hapa barazani na nitaomba niyatoe. Vitu vitatu au hikma tatu ambazo kama nataka kuzielezea. Hikma moja ishawahi kuzungumzwa hapa, labda niisome Kiarabu. Naibu mudiri wa Shamsul Maarif ameitaja Kiswahili, wacha tuisome Kiarabu kwamba imezungumzwa kitambo. Hikma hiyo yatakiwa ndani tuwe na mazingatio. Hikma yenyewe yasema hivi: waladatka ummuka yabna adam bakiyan والناس حولك يضحكون سرورا فأمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولدتك أمك amekuzaa mamako, ya bana Adam, ibn Adam bakian, ila hali ya kuwa ni mwenye kulia. Hakuna kijana anaotoka matumboni kwa huteka, bali watu hujua ashajifungua wewe kwa kusikia kilio. Hata kilio kile anachotoka nacho ulama wamekizungumza sana. Mbona kijana akitoka matumboni kwanza huanza kwa kilio, kuna nini? Haya sasa tuache, sio mahala pake, lakini pia wanaozoona wamefanya bahthi na kuzungumzia. Lakini mwanadamu ulipozaliwa ni mamako, ulizaliwa bakian, ila hali ya kuwa ni mwenye kulia. Wewe unaozaliwa, wanasu haulaka yadhahakuna surura, na walio pambizoni huteka kwa furaha. Baba na furaha, ndugu na furaha, huku kuna furaha. Tumeongeza familia kwa kijana huyu kuzaliwa, lakini wewe uliongeza familia ulikuja kwa kilio. Waladatka ummuka yabna adam bakiyan wannasu hawlaka yalhakuna surura. Hali hii iko wala haifutiki, lakini ushairi atuambia fa'amal li nafsika an takuna idha bakaw fi yawmi mautika dhahikan masrura. Fanya amali njema, fanya mazuri. Wale ambao kwamba siku ulipozaliwa walicheka, kuna siku watalia. Ndio kama leo twalia, itakuja siku kama hii wale waliokupokea kwa furaha na mcheko, mashallah tazaliwa, alhamdulillah, jina ni fulani, alhamdulillah, kiume au kike, kuna siku atakuja kulia. Ndio kama sisi leo tulia kwa kuondokewa ni ndugu yetu mnyepesi. Sasa siku hii inapokuja, sababu ulipozaliwa ulilia, watu hucheka. Kuna siku watu watalia. Sasa na wewe ufai tena kulia siku ile. Fa'amal li nafsika an takuna idha bakaw fi yawmi mautika dhahikan masrura.
fanya amali njema, ili inapokuja siku ambayo wale walipokea siku ile kwa furaha watakuwa na kilio, na wewe uliingia kwa kilio, utoke na furaha duniani. Utoke na furaha, wenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Utoke na bashasha, wenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Isiwe ni kilio mara mbili ulipoingia duniani. Uliingia kwa kilio, na siku ukitoka kutoka na nini? Watoka na kilio. La, uliingia na kilio, toka kwa furaha. Wala kupokea kwa furaha, watalia siku leo watoka. Hii ni hikma, tuifikirieni sana. Tufanyeni amali njema ili siku kama hii na sisi kitufikia tuondoke kwa furaha. Watu walia, lakini sisi tuna furaha kwa sababu tutapelekwa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwenda kulipwa yale ambayo tumeyafanya, na yalikuwa kimridhisha Mola ni akiwafurahisha watu kwa ajili ya Mola. Hikma hii tuizingatie sana. Hikma hii tuifikirie sana. Maneno haya tuyape kipaumbele sana. Hii ni hikma ya kwanza. Hikma nyingine ambayo napenda kuishiria ni ile aliyoitaja mmoja katika shuara ulislam, akasema adhanul mar'i hina at-tiflu ya'ti wa ta'khiru as-salati ila al-mamati dalilun anna mahyahu yasirun kama baina al-adhan ila as-salati. Maneno mengine ya hikma ya juu kabisa. Hapa kuna sura shairi huyo atufahamisha kijana wa Kiislamu tunapomzaa humwadhinia, na ni sunna hii tumefundishwa. Kijana kupata adhana, ndio wataona vijana wenye fujo sana, utaona marehemu hakuadhiniwa huyo, lakini kijana mtulivu na kisunna hii tumekewa huadhiniwa. Sasa kijana anapozaliwa huwa ni adhana, bali hufanywa na iqama. Adhana katika sikio la kulia, iqama sikio la kushoto, lakini adhanu wa iqamatun bila swala hakuna. Adhana iko, iqama iko, swala hakuna. Ikifika hali kama hii ni swala tu bila adhana wala iqama. Sasa sura hii mmoja katika ulama ameikunja akatuletea, sema adhanul mar'i hina at-tiflu ya'ti, adhana ya mtu kijana anapozaliwa, wa ta'khiru as-salati ila al-mamati, na swala kucheleweshwa mpaka kufa. Ushadhiniwa ushakiniwa lakini huswaliwi mpaka kufa. Dalilun anna mahyahu yasirun, ni dalili kwamba maisha ni mafupi. Kama baina al-adhan ila as-salati, kama ule muda ulioko baina adhana na swala. Baina adhana na swala huzidi robo saa, haizidi robo saa baina ya muda wa adhana na swala. Lakini sasa sisi sio adhana tu, na iqama pia tayari, sababu ule muda robo saa ikipita hukimiwa. Sisi kumbe tushadhiniwa, sisi kumbe tushakimiwa, bado nini? Lakini tumejisahau, ushadhiniwa, ushafanywa iqama, bado kuswali. Kwa hiyo kijana amezaliwa, akadhiniwa, akafanya na iqama, swala hakuna, lakini siku ya kufa hakuna adhana, hakuna iqama, hakuna kuswaliwa. Picha hii na nini nasema? Dalilu, ni dalili anna mahyahu yasirun, kwamba maisha ni mafupi. Kama baina al-adhan ila swala, kama ule muda ule baina adhana na swala ni mfupi sana, basi na sisi pia maisha yetu ni mafupi sana. Hata ukiishi miaka mingapi, kama shairi nilisoma kwanza, asema shairi la amruka wala sawaita qaruna fil ghina, lau utalingana katika utajiri kama Qarun. Qarun msome katika Qur'ani katika sura al-Qasas, alikuwa na utajiri kiasi gani? Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Soma aya hizo katika tafsiri katika sura al-Qasas, uangalie utajiri wa Qarun. Kwa hiyo lau utakuwa ni tajiri kama mfano wa Qarun, la amruk law sawaita Qaruna fil ghina wa sawaita Nuhan thumma Luqman fil umri, tajiri kama Qarun kisha wana umri kama mfano wa Nuh, sayyiduna Nuh, kama mfano wa Luqman, sayyiduna Nuh umri wake umetajwa katika Qur'ani katika suratul Ankabut. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. aliishi katika da'wa miaka 950 katika da'wa, sio umri wake wote. Umri wake wote ni zaidi ya miaka 1000. Soma katika tarikh al-anbiya utaona hii ni katika da'wa. falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama, ni katika da'wa miaka 1000 illa 50.
sasa na wewe ishi miaka 1000. wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sanatin wama huwa bimuzahzihihi min al-'adhabi an yu'ammar. ishi miaka 1000 lakini mwisho nini? kuwa tajiri kama Qarun. mwisho nini? لعمرك لو ساويت قارون في الغنى وساويت نوحا ثم لقمان في العمر ونلت الذي كان ابن داود ناله. upate ufalme kama Sayyiduna Suleiman ibn Daud sana Suleiman, kuwa mfalme kama yeye, ufahamu ufalme wake. qala rabbi ighfirli wa hab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم katika sura Sad uangalie Sayyidina Suleiman ufalme aliokuwa nao, kuwa mfalme. Kwani sisi wa Tanzania tofaa kwenda mbali? Sisi tulikuwa na rais wetu bwana. Kuna ufalme zaidi ya rais? Yuko wapi? Ni kwenda mzee Magufuli, ndio dunia. Sayyidina Suleiman ni tarikhi, ni mkubwa kuliko yote, lakini hapa mpaka sasa bado tuna majeraha ya rais wa nchi. Sasa kama rais ameondoka, madaktari wale mzima waweza kukusanya kumshughulikia yeye, lakini amekwenda, utabakia wewe na nini? Ambao ukienda Bongo nafasi vitanda vimejaa, huna hata nafasi ya kuwekwa. Kwa hiyo ishi unavyoishi, lakini mwisho ni mauti. Fa in kunta la tadri mata al-maut fa'laman, kama hujui mauti ni lini, basi jua hili bi annaka la tabqa ila akhir ad-dahr, kwamba milele hutoishi. Basi kama hujui nitakufa lini, jua kwamba milele kutosha hilo, uishi milele. Ndugu zangu, msiba ni mkubwa, na kuna misiba mingine kwa ule ukubwa wake hatufai kutozungumza. Msiba huu wa ndugu yetu Mnyipembe ni msiba mkubwa sana, umemwathiri kula mtu. Hapa mudiri wa Shamsul Maarif amesema kwamba mwanzo alijuana katika furaha ya harusi, lakini sidhani kama harusi yake alikusanyikiwa namna hii. Hii imeshinda harusi. Kula mahala, kula kipembe, na ambao kwamba hawakuja lakini wameleta salamu ni wengi. Mmoja akiwa mzee wetu, mwana wa chuoni wetu, sharifu wetu, Al-Habib Ad-Da'iya Al-Allama As-Sayyid Ahmad Badawi. Ilikuwa Mnyipembe akimuona ni furaha kwa sababu ya kino Sheikh Muniri au Sheikh Shuaib, lakini yeye mwenyewe kwa mahaba kupenda masharifu, yeye mwenyewe kwa mahaba kupenda Ahlul Bayt, yeye mwenyewe mahaba alikuwa nayo kupenda ulama. Alikuwa akipenda Ahlul Bayt Rasulillah, alikuwa akipenda ulama. Mzee wetu, kiongozi wetu, mwalimu wetu Sheikh Muhammad ibn Abubakar al-Marhum aliuguziwa wapi kama si nyumbani kwake? Mpaka nikamwambia mimi Mnyipembe, nimwambia siku moja, taalimu al-mutaallim tariqa at-taallum ya Imam Sarnuji yasema yoyote mwenye kumtumikia mwanachuoni, ima atakuwa yeye mwanachuoni au katika kizazi chake kutatoka. Nikamwambia wewe umemtumikia Sheikh Muhammad ibn Abubakar mpaka umemhitimisha nyumbani kwako, kama kutoka mwanachuoni na wewe si mjinga, basi katika familia yako kutatoka wanazuoni. Sheikh Muhammad amekufanya kwake, akimtumikia, akiwapenda ulama, akiwapenda Ahlul Bayt Rasulillah. Kwa hiyo mzee wetu mwenye baba kwa majukumu mengi na dhurufu nyingi ameshindwa ni kuhudhuria, lakini ametoa rambirambi na salamu zake za pole kwa familia yote marehemu, akiwemo wazee wetu mzee Uthmani na mzee Ali na ndugu zetu Sheikh Munir na Sheikh Shuaib na Sheikh Hassan. Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rahma, tumuomba amrahamu ndugu yetu Mnyipembe, amweke mahala pema pamoja na wema wale ambao Mola amewataja katika Qur'ani, wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Nina mashairi hapa kisia, ndio kalima widaia kumwaga ndugu yetu Mnyipembe ende safari yake ile safari njema, akapokewe ni wale waliokuwa akiwapenda, na mbele kabisa alikuwa akimpenda Mtume, akiwapenda sahaba wa Rasulillah, akiwapenda Ahlul Bayt Rasulillah, akiwapenda al-ulama, akiwa ni mtumishi wa kuwatumikia hao, basi hao ndio wataona
wao ndio ambao kwamba tutaraji na kumwomba Mwenyezi Mungu wawe ndio wanampokea, ikiwa mbele ya safu ya wote hao yuko Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Mshukuru sana, lakini makidogo nimeandika mwinyi المزكى خادم الأخيار ارجع إلى المولى الولي الغفار. mwinyi المزكى خادم الأخيار ارجع إلى المولى الولي الغفار. mwinyi المصفى نلت كل سعادة في صحبة العلماء والأبرار. mwinyi المصفى نلت كل سعادة في صحبة العلماء والأبرار. mwinyi المنور حست جل فضيلة ولقد علوت تضيء كالأقمار. mwinyi المنور حست كل فضيلة ولقد علوت تضيء كالأقمار. يا من خدمت مشايخا ترجو بها رضوان ربك في رفيع الدار. يا من خدمت مشايخا ترجو بها رضوان ربك في رفيع الدار. الكل يشهد حسن خدمتك التي لله كانت طالب الأنوار. الشيخ يوسف شاهد، الشيخ يوسف شاهد ووراءه الآلاف كل طيب الأخبار. الشيخ يوسف شاهد ووراءه الآلاف كل طيب الأخبار. الكل يشهد حسن خدمتك التي لله كانت طالب الأنوار. الشيخ يوسف شاهد ووراءه الآلاف كل طيب الأخبار. ارجع إلى مولاك يلقاك الأولى من سادة وأكابر أطهار. ارجع إلى مولاك يلقاك الأولى من سادة وأكابر أطهار. يا ربنا ارحمه ونور قبره وافسحه يا رحمن بالأعطار. يا ربنا ارحمه ونور قبره وافسحه يا رحمن بالأعطار. يا ربنا ارحمه ونور قبره وافسحه يا رحمن بالأعطار. وليحظى بالزلفى وقربى سرمدا في زمرة الأصحاب والأنصار. تمام.